Kristo asifiwe. Jina la Bwana wa mabwana Yesu litukuzwe milele. Karibu katika asubuhi nyingine nzuri, karibu katika ibada, karibu katika ujumbe wa neno la Mungu, na Mungu akubariki. Habari za siku ya leo tena, neema ya Kristo iwe juu yako na uweza na nguvu, ukusaidie, ukuwezeshe kuendelea kuamini, kuendelea kumpenda Yesu, kuendelea kumtumikia Yesu. Yesu yeye anakupenda na Yesu ni Mwokozi, yeye anajua yote na anaona yote, ni mwenye uweza wote. Usiogope, ila endelea kumtafuta Yesu, kumkaribia. Yeye ni mwema na mwaminifu kabisa. Anaweza yote katika jina lipitalo yote la Yesu Kristo. Karibu tuombe. Baba yetu, Mungu wetu, katika jina la Yesu, asante kwa siku nyingine nzuri njema. Ni kwa fadhili zako tunaendelea, ni kwa uweza wako tunaendelea, ni kwa utukufu wa jina lako tunaendelea, na kwa mapenzi yako. Wewe ni mtakatifu, wewe ni mkuu sana, umetukuka sana. Uhimidiwe Mungu ambaye unayakubali maombi yetu, na usifiwe milele. Msalaba ulio asili ya mema yote, unaotupa nguvu na uwezo kuendelea kulitumikia shauri la kwako, Bwana. Ninaomba Roho Mtakatifu tuongoze na kutufunulia maandiko ya matakatifu, kila mmoja akapate ufunuo na kubarikiwa na kuponywa katika jina lako Yesu Kristo. Asante Mwokozi, Mungu uliye mfalme na Bwana, Baba wa neema na rehema, kwa jina lako Yesu Kristo utusikie na ukayatende mapenzi yako. Amen. Karibu. Tuliangalia katika kitabu cha Wakolosai. Hapa unaona kuna mambo kadhaa yanayoelezwa, na hapa tunapata sifa au vigezo vya kuingia mbinguni au vya mtakatifu anavyopaswa kuwa. Katika Wakolosai sura ya kwanza, na kukumbusha alafu tuendelee mahali pengine, kwamba tunaona habari ya watakatifu, alafu waaminifu, alafu neema ya Mungu juu yao, lakini pia kwa habari ya pendo, kwa habari ya upendo. Hizo ni sifa ambazo tunatakiwa kuwa nazo, au ni vigezo ambavyo ni muhimu kuwa navyo kwa ajili ya ufalme wa Mungu, kwa ajili ya kuingia kwenye ule mlango wa kimbingu, uaminifu na utakatifu. Hizi ni sifa za kipekee, au ni vigezo vya kipekee tunavyotakiwa kuwa navyo kwa ajili ya kuingia, au kwa ajili ya kuhesabiwa tumestahili na kuitegemea damu ya Yesu, jina la Yesu. Zote hizo ni sifa, lakini kuwa mtakatifu, mwaminifu, mwenye upendo wa Mungu, na ambaye hauna hila wala udanganyifu. Na hapa katika mstari wa 9 tena unaona anasema, kwa sababu hiyo sisi nasi tangu siku ile tuliposikia hatuachi kufanya maombi na dua kwa ajili yenu, ili mjazwe maarifa ya mapenzi yake katika hekima yote na ufahamu wa rohoni. Tuendelee na mstari wa 10. Mwenende kama ulivyo wajibu wenu kwa Bwana, mkimpendeza kabisa, mkizaa matunda kwa kila kazi njema na kuzidi katika maarifa ya Mungu. Mstari wa 11. Mkiwezeshwa kwa uwezo wote kwa kadiri ya nguvu ya utukufu wake, mpate kuwa na subira ya kila namna na uvumilivu pamoja na furaha. 12. Mkimshukuru Baba aliyewastahilisha kupokea sehemu ya urithi wa watakatifu katika nuru. Jina la Yesu lihimidiwe milele. Karibu. Maombi muhimu sana pia ni kuomba kujazwa maarifa ya mapenzi ya Mungu, kama anavyosema katika mstari wa 9. Hili ni jambo muhimu, maombi, kuomba maombi ya kujazwa maarifa ya mapenzi ya Mungu. Hapa kuna maombi kwanza, kuna kuombea na kuombewa, kuombeana kwa lugha nyingine, kuombeana. Wakristo tunatakiwa kuombeana, wapendwa tunatakiwa kuombeana, tunatakiwa kubebana. Anasema ni maombi muhimu sana hapa, kwamba tuwe na maombi kwenye kanisa, kwa mtu mmoja mmoja, maombi ya kuomba kujazwa maarifa ya mapenzi ya Mungu. Tujazwe maarifa ya Mungu ili tuyajue mapenzi ya Mungu.
Ni muhimu kujazwa maarifa ya Mungu ya rohoni ili kuyajua mapenzi ya Mungu. Anasema katika mstari wa 9, anataja hekima yote na ufahamu wa rohoni. Ni muhimu pia kuomba kwamba uwe wewe unanisikiliza, uwe na maarifa ya rohoni, uwe na ufahamu wa rohoni, uwe nayo, kwa sababu nikukumbushe tena kwamba tuko kwenye dunia ambayo ina ufalme wa giza, ina adui ambaye yeye ni roho na anayo maarifa ya roho katika giza, anayo maarifa ya kiroho kwa njia za giza, kwa ajili ya kuharibu maisha ya watakatifu, kwa ajili ya kuwapinga, kuwazuia. Analo kusudi baya, na kusudi hilo baya analifanya kwa maarifa ya gizani. Basi sisi tunapaswa kuwa na maarifa ya nuru, maarifa ya ulimwengu wa roho katika Yesu, maarifa ya namna ambavyo tutamshinda ibilisi shetani. Anasema mstari wa 10 namna ya kufanya: mwenende kama ulivyo wajibu wenu kwa Bwana, mkimpendeza kabisa, mkizaa matunda kwa kila kazi njema, na kuzidi katika maarifa ya Mungu. Na kuzidi katika maarifa ya Mungu. Ni mstari ule wa 10 ambao anamalizia kwa kusema na kuzidi katika maarifa ya Mungu. Kwanza mwenendo wetu na wajibu wetu, tuwe na mwenendo unaostahili wajibu, kama wajibu ule wa Kikristo unavyotutaka tuwe. Wajibu, Biblia inatupa wajibu wa kufanya. Biblia inatuongoza na kutupeleka namna ya kutaka kufanya. Biblia ni neno la Mungu, ni sauti ya Mungu, ni unabii, ni ufunuo ambao unatupa maarifa. Na yenyewe tukilishika neno hili, tayari tuna maarifa na nguvu za kushinda hila za shetani, kwa sababu shetani ana maneno. Sasa sisi tukiwa na neno, tutamvuruga na kumwangusha. Na wakati mwingine anaweza akatumia maandiko haya kwa namna ya kuyageuza ili atushinde, ili akushinde. Kwa hiyo shetani anatumia wakati mwingine maandiko haya na haya Biblia ili kutafuta namna ya kushinda, na anakuja haji yeye, anamtumia mtu ambaye hana ushirika na Yesu, ni mtu ambaye yuko katika giza, na wakati mwingine ukamuona yuko sawa, lakini hayuko sawa. Kwa hiyo kuna watu ambao wanatumiwa, shetani anatumia maarifa yake hayo kwa kupitia watu, ili watu wadanganywe, ukifikiri kwamba ni neno la Mungu, kumbe tayari limeshageuzwa. Kwa sababu kazi ya shetani, maarifa ya kishetani ni kugeuza ukweli kuwa uongo na uongo kuwa ukweli. Kwamba atakuletea kiu ya sigara na atakwambia, unaona kwenye Biblia haijakataza, si hakuna mahali ilipoandikwa usivute sigara. Hayo ni maarifa ya shetani. Lakini wakati mwingine wengine wamekuwa wanywa pombe na wanajifariji hata kwa kupitia maandiko ya Biblia, kwamba Yesu alitengeneza divai, Yesu alitengeneza mvinyo. Wanaongea maneno mengi. Sasa ni vitu ambavyo wao wamejiwekea kwa sababu wanataka kupalilia au wanataka kufanya wanachotaka kufanya. Huyo ni shetani. Hayo ni mahubiri ya kishetani, kwamba Yesu alitengeneza. Hakutengeneza kitu kiovu, alitengeneza kilicho chema. Anasema alitengeneza iliyokuwa njema. Kwa hiyo Yesu hakuwahi kuumba kitu kiovu, na hata kaumbe kitu kiovu haweki kitu kiovu kamwe. Haleluya. Sasa hapo nakupa tu mfano kidogo ambao adui anatumia, na anaendelea kufanya hayo ili kupotosha wengi. Kuna vitu vingi adui anavitumia. Shetani amejaza maarifa yake, anayaeneza kwa ujanja maarifa mbalimbali ambayo yanakamata vijana wengi, yanakamata na yanawafunga, wanakosa cha kufanya, wanajikuta tayari wanayatimiza mapenzi ya shetani, ama kwa kutokujua au kwa kujua. Na kwa sehemu kubwa wengine hawajui wanafanya, na wengine ukiwaambia wanakuwa wakali au wanashindwa kukuelewa, wanaona kana kwamba pengine wewe ndio uliyepotea. Lakini
tunaelekezwa au neno la Mungu linatutaka tuenende kama ulivyo wajibu wetu tuliopewa na Kristo. Biblia inatuelekezaje? Tuenende kama ulivyo wajibu. Haleluya! Wajibu mwema utokao kwa Bwana. Anasema mwenende kama ulivyo wajibu wenu kwa Bwana, mkimpendeza kabisa, mkizaa matunda kwa kila kazi njema. Hapo matunda yanatajwa. Matunda manake matendo yetu, maneno yetu na maisha yetu, hayo ni matunda. Sasa ukiendelea kule kwenye Wagalatia, anatuelekeza matunda 9 ya Roho Mtakatifu. Hayo yakizaliwa ndani ya Mkristo, maana yake tuna maarifa ya kutosha ya kushinda ufalme wa giza, wenye maarifa ya giza ambayo yanakusudi baya juu ya maisha yetu. Kwanza anasema matunda 9 haya anayataja: upendo, amani, furaha, utu wema, fadhili, uaminifu, kiasi, upole. Anayataja hayo yanatajwa ni ya kutusaidia. Kwa hiyo mtu akiwa na upendo, manake upendo wenyewe tayari ni Yesu ndani ya mtu, ni Mungu ndani ya mtu. Upendo ni Mungu, na anasema muwe na upendo. Upendo wa Mungu utatujaza maarifa, utatujaza uwezo wa kuishinda chuki na hila na udanganyifu na kila kilicho cha giza, kwa sababu upendo wa Mungu ukikaa ndani yetu, tutampenda Mungu kuliko chochote. Tukishampenda Mungu, hatuwezi kudanganyika. Mtoto ambaye amempenda baba yake hawezi kudanganywa na watu huko pembeni, akavutwa kuyatenda mapenzi ya uovu yaliyo kinyume na baba yake, au niseme yaliyo kinyume na mzazi wake, kwa sababu anampenda baba au anawapenda wazazi, anampenda mama yake. Mama amemfundisha yaliyo mema, atayafuata yaliyo mema ya mama yake. Hawezi kufanya tena yaliyo maovu, hawezi kwenda kwenye njia za uovu, kwa sababu amefundishwa maarifa mema, mapenzi ya Mungu Baba. Kwa hiyo upendo ukikaa ndani yetu, tutampenda Mungu kuliko vitu vyote. Yesu atakuwa ametutawala na hatutakubali kutawaliwa au kuvutwa na kitu kingine. Unaona, upendo kwa wenyewe unatupa nguvu ya kutosha na maarifa ya kutosha. Lakini anaposema tena kuna upendo alafu kuna imani katika Yesu Kristo, imani ya kweli ni katika Yesu Kristo, ambayo itakusaidia kuweza kushinda majaribu, na vyote vitakavyoletwa utavishinda, kwa sababu imani inatupa uhakika. Kwa ukishakuwa na imani una uhakika. Lakini kuna kingine kinaitwa amani. Amani ni tunda la Roho Mtakatifu pia. Amani itakusaidia kuwa na utulivu. Amani inatusaidia kukaa katika utulivu. Ukishakuwa na utulivu, ni vigumu sana kuvurugika au kuanza kufanya haraka au kukimbia hovyo. Utakuwa na utulivu, utamsikiliza Roho Mtakatifu, na Mungu anapenda watu walio kwenye utulivu. Ukiwa kanisani ukawa na utulivu, utalisikia neno na neno litakuponya. Unaponisikiliza sasa hivi ukiwa na utulivu kwamba unalitaka hili neno, unapokea maarifa ya mbinguni, ya rohoni katika Yesu, yatakayokuwezesha kumshinda adui. Maanake unajazwa nguvu, silaha, unajazwa uwezo sasa hapa unaposikiliza hili neno, ambalo litakusaidia kuweza kuyashinda maneno mabaya. Utaweza kushinda sauti zote za udanganyifu na vinginevyo vyote vile au yoyote yale yanayokuja, yatakayokuja, utayashinda. Kwa nini? Kwa sababu neno la Kristo limeujaza moyo wako. Neno la Kristo na likae kwa wingi ndani ya mioyo yenu, anasema katika Biblia, katika Waefeso. Jina la Yesu litukuzwe. Kwa hiyo tukiwa na hayo, tumejaa maarifa, tumejaa ufahamu wa rohoni ambao utatusaidia. Tukiwa watu wapole, tukiwa watu, anasema upole alafu kiasi, tukiwa na kiasi, amen. Alafu tukiwa ni watu wenye furaha kwa Bwana. Maana yake tunakuwa tunaishinda huzuni
na namna yoyote ya kutaka kukasirishwa na kukasirika ili kufanya mabaya haitakuwa kwetu. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Ukienda mstari wa 11 anasema mkiwezeshwa kwa uwezo wote. Kuna kuwezeshwa kwa uwezo wote. Neno la Mungu ni uwezo. Upendo wa Mungu una uwezo. Amani ya Yesu Kristo inatupa uwezo kushinda vurugu za dunia zinazoendelea, na amani, upendo na furaha. Hivyo vitatusaidia tukiwezeshwa kwa uwezo wote. Tunahitajika kuwa watu wenye uwezo wa rohoni. Kuna uwezo wa kiroho ambao huo utatusaidia kuushinda uwezo wa roho wa giza. Kuna roho au niseme kuna ulimwengu wa aina mbili. Ulimwengu wa roho wa nuru, ulimwengu wa roho wa giza. Sasa ulimwengu wa roho wa nuru ndio huo ambao tupo wana wa Mungu katika Yesu Kristo, ambao tunapaswa kujazwa uwezo wa kumshinda. Bila uwezo wa rohoni katika Yesu ni vigumu kuushinda uwezo wa yule adui, kwa sababu na yeye ana uwezo katika giza. Ndo sababu Yohana sura ile ya 1 mstari wa 12 anasema bali wote waliompokea Yesu Kristo walipewa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu, ndio wale waliaminio jina lake. Kwa hiyo kwa kuliamini jina la Yesu, kwa kumpokea Yesu, tunapewa uwezo wa kufanywa wana wa Mungu watakao tembea na nuru ili kumshinda yule aliye na giza. Bwana Yesu asifiwe, haleluya. Kwa njia ya Yesu Kristo tunapewa uwezo, na tunahitajika kuwa na uwezo katika hii dunia, uwezo wa rohoni, uwezo wa kimungu, uwezo katika jina la Yesu. Jina la Yesu ni uweza. Kwa hiyo likikaa kwetu, tunazo nguvu za kuzishinda nguvu za adui. Ibilisi anakuja kwa nguvu, haji kidhaifu. Anakuja kwa nguvu ili kudanganya, ili kuchinja, ili kuharibu, ili kuua. Shetani ana mbinu, hana hila. Kwa hiyo lazima tuwe na uwezo katika roho. Sasa tunahitaji kuwezeshwa ni pale tunapoendelea kusoma neno la Mungu, kusikiliza neno la Mungu ili unalolisikia hapa nalokuhubiria, tunapoendelea kuomba. Biblia imesema kesheni mkiomba. Tukeshe tukiomba. Maana yake tuwe watu wa maombi mara kwa mara, tuwe watu wa kusoma Biblia mara kwa mara. Ukiwa kwenye gari, endelea kutafakari Biblia, neno la Mungu. Ukiwa kazini, endelea kutafakari Biblia, endelea kutafakari neno la Mungu. Na ndio sababu wakati mwingine, kwa sababu tunazo simu sasa ambazo zinabeba Biblia, zimebeba mahubiri, basi hata ukiwa kazini kwako, weka hapo simu yako, fungulia mahubiri. Kwenye simu kumejaa watumishi wengi, mahubiri mengi ambayo yanatusaidia. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo namna hii anasema kwa uwezo huo, mkiwezeshwa kwa uwezo wote, kwa kadiri ya nguvu ya utukufu wake, mpate kuwa na saburi ya kila namna na uvumilivu pamoja na furaha. Furaha imetajwa hapo, pamoja na furaha, uvumilivu, utulivu, subira, kuwa mtu wa subira, ili kuweza kuzishinda hila zote na misukosuko na dhoruba ambazo zipo. Kuna dhoruba mbalimbali katika ulimwengu. Sasa tunaweza na tutaweza kwa njia ya jina la Yesu, kwa njia ya neno la Mungu. Tuna nguvu katika hilo, tunaweza katika hilo. Ni maombi yangu na kiu yangu tuendelee kujazwa uwezo wa Kristo, tuendelee kujazwa uwezo, na wengine waliokosa uwezo au waliomkosa Yesu wajazwe neema hii, waje kwa Yesu Kristo. Ombea na wengine ambao wako nje ya Yesu waje kwa Yesu. Ombea watakatifu, ombea watumishi wa Mungu, niombea hata na mimi. Tuna kazi ya injili ambayo tunakwenda kuianza kule Manyara. Tunaenda kuendeleza, sio kuanza, kuiendeleza kazi ya kuhubiri injili kule, na sehemu nyingine mbalimbali, vijiji mbalimbali tutakwenda. Mwaka huu, mwaka ujao,
tunakwenda mpaka Yesu atakaporudi. Tunakwenda. Sasa ninaomba endelea kuombea, na tukiwezeshwa kwa uwezo wote. Uwezo huu unatoka katika jina la Yesu. Upo katika Roho. Ni kwa Roho Mtakatifu tuna uwezo wa kuendelea. Utakuwa na nguvu katika Roho pale unapoendelea kuchaji. Tafuta kuchajiwa. Hakikisha taa yako inawaka. Hakikisha taa yako inawaka na umejifunga. Nisema umejifunga nini? Biblia inasema umejifunga mshipi viunoni mwenu. Umejifunga maana yake tumekazwa, tumeimarika katika neno, katika imani ya Yesu Kristo. Kwa hiyo tunahitaji kuwezeshwa. Roho Mtakatifu atuwezeshe. Sasa sisi tunahitaji kuwa na juhudi pia, kwa sababu amesema tuwe na bidii, tuwe na juhudi ya kumtafuta Bwana. Tuwe na bidii na juhudi ya kukaa uweponi mwa Bwana. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Yesu na litukuzwe. Endelea kukaa uweponi mwa Bwana. Endelea kukaa katika nguvu zake, na ukawezeshwe sasa kuendelea kumtumikia Bwana Yesu. Ukapewe uwezo na nguvu za kuendelea kumngoja. Ukapewe uwezo na nguvu za kuendelea kupambana na kumtafuta Kristo kwa nguvu zako zote, kwa kiu, kwa imani katika kweli. Mungu akusaidie. Jazwa tena maarifa ya mapenzi yake katika jina la Yesu Kristo. Endelea kukaa nguvuni na uweponi mwake siku zote za maisha yako. Mjue Kristo, mjue Bwana, mjue, mtafute, anapatikana. Amen. Bwana akubariki. Bwana Yesu akutunze. Karibu tupate kuomba. Baba mtakatifu mwenye enzi, Mungu uliyetupenda, unayetupenda milele, ninakushukuru. Tumekukimbilia Bwana, tusiaibike. Tunakuita wewe tena, tunakuhitaji tena saa hii. Ninaomba ukaruhusu maarifa ya mapenzi yako yawajaze vijana katika ulimwengu huu, yawajaze wateule watakatifu wako katika kanisa, yatujaze nasi tuendelee kutenda hayo, na wengine wavutwe na waje kwako Yesu Kristo. Ninaomba Baba utusaidie, tuendelee kujazwa na nguvu zako, tuendelee kukaa uweponi mwako. Utusaidie kuendelea kuwa na maombi haya, kuwaombea wengine, kuombeana sisi kwa sisi, na ili kuendelea kujengwa na kujazwa maarifa ya mapenzi yako. Ninawaombea hawa wote wanaosikiliza sasa na siku zozote, wakati wote, wakajazwe mapenzi yako, maarifa yako, neema yako, baraka zako katika jina la Yesu Kristo. Mungu Baba mwenye uweza na nguvu, ninakushukuru kwa sababu ya pendo lako lililokuu. Nami ninaomba wakajazwe neema tena na uweza na nguvu. Ninaomba sauti yako ikaseme na vijana katika kanisa, ikaseme na vijana katika taifa la Tanzania na Afrika pia na penginepo pia. Bwana uweza upenye upite, wakaponywe nafsi zao na roho zao. Damu ya Yesu ikaendelee kunena mema, na giza likawaondoke. Kila kilicho cha adui kikaachie maisha yao, kikaachie fikra zao, kikaachie mioyo yao, wakapewe kutafakari ukuu na uweza wa nguvu zako Jehova Bwana. Ninaomba Baba, watu wako wakawezeshwe kwa uwezo wote ulio katika neno, ulio katika Roho Mtakatifu, ulio katika wewe Bwana Yesu Kristo. Tukawezeshwe kwa uwezo wote, kwa kuwa dunia imejaa uwezo ule wa yule mwovu Ibilisi, lakini dunia hii ina watakatifu wako ambao wamejaa uweza, na kwa sababu hiyo umesema sisi tutazikanyaga falme za giza, tutawaharibu, hawatatushinda, kwa sababu uliye ndani yetu ni mkuu kuliko aliye katika dunia. Ninaomba uweza wako uendelee kutuwezesha, nasi tuendelee kujua ya kwamba uliye ndani yetu ni mkuu kuliko aliye katika dunia hii. Nguvu yoyote na ufalme wote si kitu katika dunia hii, bali uweza na ufalme wako ndio ulio juu ya vyote, unaotawala yote na kumiliki. Katika jina la Yesu, lolote na chochote ambacho kimesimamishwa kwa njia za giza, tunaamuru kuvunjika, kubomoka na kutoweka. Damu ya mwana kondoo ikatunenee mema. Bwana, fadhili na rehema zako ninaomba zikaendelee kuwa pamoja nasi
tukawezeshwe kwa uweza wako wote katika kukujua, katika kuyashinda yote na kuendelea kusimama imara katika jina la Yesu Kristo, mfalme mkuu mtakatifu. Asante kwa wakati una saa hii. Asante kwa ajili ya pendo lako. Wewe ni mwema, umejaa wema na fadhili. Ninaomba neema na rehema zako zikaendelee kuwa nasi wakati wote, na utukufu wote ni wako, na nguvu sasa na hata milele. Limitiwe jina lako Bwana, katika muda una saa na siku tena. Fadhili na rehema zako zikawe pamoja na watoto wako daima milele. Wewe ni mwema na muaminifu. Asante Mwokozi, Mungu tupendaye sana. Rehema zako zikawe pamoja nasi sasa na siku zote katika jina la Yesu Kristo. Asante kwa kuwa umetupenda. Asante kwa siku ya leo. Libarikiwe, linuliwe jina lako tena. Mioyo yetu endelee kutukuza kwa jina la Yesu. Ninaomba hata huyu ambaye ni dhaifu mwili au ni dhaifu rohoni, Bwana naomba awezeshwe kwa uweza wako, atoke mautini, atoke vifungoni, aachiliwe na hayo magonjwa. Roho za magonjwa, toka achia, toka achia, toka achia, toka achia kwa jina la Yesu. Nami naomba aponywe kabisa kwa uweza wa jina la Yesu, afunguliwe katika vifungo vya magonjwa na dhambi na uovu, vimwachie. Toka ya vifungo katika jina la Yesu na kwa damu yake Yesu Kristo. Ninaomba awezeshwe kwa uweza wa Roho, aendelee kuwa katika Roho, aendelee kuwezeshwa katika neema yako, ajazwe na uweza wa nguvu zako, akujue wewe zaidi Bwana Yesu, katika jina la Yesu. Amani iwe kwako, furaha ya Bwana iwe kwako, uweza wake ukuwezeshe kuendelea mbele, kuendelea kustawi na kuzidi na kuongezeka kwa jina la Yesu. Amina. Ibarikiwe pia sadaka yako. Bwana, bariki sadaka za watu wako wanazoziachilia. Naomba waongezee na kuwazidisha imani, mali, fedha na ulinzi ukawe nao katika uchumi wao. Bwana, endelea kuwabariki watu wako wanaoshiriki huduma hii na kule vijijini kwa sadaka na maombi na kwa mali zao. Bwana Yesu, waongeze, wazidishe, waneemeshe, watendee makuu kwa utukufu wa jina lako. Wabariki sasa na siku zote. Amina. Bwana akubariki sana na akupe neema yake tena. Naomba pia nikukumbushe, kumbuka kusubscribe katika YouTube channel hii kama hujafanya hivyo. Kumbuka kusubscribe, kumbuka kushare na kulike pamoja na wengine, kwa utukufu wa Bwana Yesu Kristo, na jina lake liendelee kutukuzwa sasa na hata milele. Pokea na namba ambazo unaweza kuzitumia. Namba ya simu ni 0787 62 75 91, 0787 62 75 91. Vodacom ni 0762 282 439, 0762 282 439. Jina ni Eli Mlinzi Jeremia Bise. Baraka na rehema za Bwana Yesu ziwe pamoja na wewe. Amina.